habari pamoja na viongozi wa vyama vya siasa ambao tumepata nafasi ya kukutana jioni ya leo habarini za jioni. Basi nichukue nafasi hii kwanza kujitambulisha. Mimi naitwa Robert Andrea Maguru, ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo katika mkoa wa Simiyu, lakini ni mwenyekiti wa umoja wa vyama vya upinzani mkoa wa Simiyu. Pamoja na mimi tupo na viongozi wenzangu, tupo na makamu mwenyekiti wa umoja wa vyama vya upinzani mkoa wa Simiyu, lakini ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha CUF, lakini tupo na ndugu Moga ambaye yeye ni mwenyekiti wa chama cha Chadema katika wilaya ya Bariadi, lakini yeye ni katibu wa umoja wa vyama vya upinzani mkoa wa Simiyu. Tuko naye kiongozi mwenzetu pale, yeye ni katibu wa chama cha Kafu, lakini ni naibu katibu wa umoja wa vyama vya upinzani mkoa wa Simiyu. Lakini pamoja nasi tupo na viongozi wetu wa vyama 18 vya upinzani mkoa wa Simiyu. Viongozi wa vyama 18 vyama vya upinzani mkoa wa Simiyu, ambapo baadhi yao hawajafika lakini wengi wetu tumefika. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita jioni ya leo. Lengo kubwa moja ni kutambua uwepo wetu kwamba tupo katika mkoa wa Simiyu, tunatekeleza majukumu yetu kwa pamoja. Umoja wetu tumeuanzisha takriban sasa ni miezi 8. Ni umoja ambao lengo kubwa ni moja. Lengo kubwa ni kuweka nguvu yetu kwa pamoja. Ukija kuangalia malengo ya msingi ya kila chama cha upinzani ni kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani. Hilo ndilo lengo namba moja la chama cha upinzani, ikiwa chama hicho kitakuwa kijatoka kwenye lengo. Kwa hiyo vyama vya upinzani lengo ni kuiondoa sisi madarakani. Kupitia lengo hilo la msingi limetufanya sisi wote ambao tuna lengo la kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani tuwe na kauli ya pamoja. Tunajua kila chama ni taasisi inajitegemea, kuna milengo na mielekeo ya kila chama, lakini kikubwa ni kwamba lengo la msingi pamoja na njia kutofautiana, lakini lengo la msingi ni kukiondoa Chama cha Mapinduzi madarakani. Sasa katika masaa machache ya jioni ya leo nitaongea mambo machache, kisha viongozi wenzangu pia watazungumza. Mimi nitazungumza mambo mawili. Moja, nchi yetu inapitia mapito ya sintofahamu. Nikianza na mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, tulio wengi tulisema, kutokana na hotuba yake ya awali, tulisema tumeingia kwenye afueni baada ya kupitia nginja ya awamu ya 5. Baada ya mheshimiwa Rais kutangaza R4, tulisema kwamba hizi R kama zinakusudiwa, basi nchi yetu inaenda kwenye matengenezo baada ya kuwa imepitia mapito ambayo hayakuwa sahihi huko nyuma. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, sisi sote tunashuhudia leo kada zote katika nchi yetu, wote wana maswali, wote wanalalamika. Viongozi wa dini wanalalamika, taasisi za kiraia wanalalamika, wananchi wa kawaida ambao hawajui siasa na hawataki hata siasa, lakini pia wanalalamika kwamba nchi yetu hakuna anayejua mustakabali wa taifa letu huko tunakoelekea. Moja ya kauli ambayo mheshimiwa Rais alitumia ile slogan ya R4. Moja ya R inasema resilience, ambayo ni kustahimiliana. Hii R ya resilience ya kustahimiliana imeshindwa kutafasirika kwa vitendo. Utashuhudia leo kila mtu akizungumza anakuwa na mashaka juu ya kesho yake. Ukizungumza otherwise huo umeamua kujitoa mwanga. Lakini kuna rebuilding. Rebuilding ilimaanisha kwamba ni kujenga pale ambapo palibomoka. Awamu iliyopita huko kuna mambo ya kwenda sawa. Kwa baada ya kuwa Mheshimiwa Suluhu Hassan ameingia akawa na moja ara ni rebuilding,
ni kujenga pale ambapo taifa letu linamoka, mambo ya kwenda sawa sawa. Waandishi wa habari hawakuwa salama, kada mbalimbali, taasisi mbalimbali hazikuwa salama. Kwa hiyo hii rebuilding tulitarajia kwamba kuna matengenezo yatafanyika ambayo wanasiasa watakuwa salama, wazungumzaji kwa ujumla watakuwa salama, pale palipoharibika patatengenezeka, reforms mbalimbali za uhuru wa kutoa mawazo, tume ya uchaguzi na kadhalika vingerekebishwa ili yale ambayo tumeyajutia huko nyuma yasijitokeze tena. Ninyi ni mashahidi wa Tanzania kwa ujumla na waandishi wa habari kwamba katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliopita, kila mtu alishika tama. Kila mtu alijiuliza kwamba ikiwa ni hivi basi tunakoelekea hapana majibu. Nitoe mfano halisi. Takriban wiki mbili zilizopita nilikuwa kijiji fulani. Nilikutana na mtumishi wa serikali ambaye ni mwalimu. Yule mwalimu, wakati tunazungumzia habari ya siasa kidogo, nikajitambulisha kwamba mimi ni kiongozi wa chama cha upinzani. Alinihurumia sana na akasikitika. Akanambia yeye ameshiriki kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Ameshiriki na alikuwa msimamizi. Lakini ananiambia kwamba maelekezo yanayotolewa na waajiri ambao ni waajiri wao ni kwamba usije ukasubutu eneo unalosimamia likaenda upinzani. Bahati mbaya sana kuna mwalimu mmoja alikuwa mwalimu mkuu wa shule, yeye katika eneo lake kijiji kikaenda upinzani. Aliondolewa kuwa wa shule akarudi kwa mwalimu wa kawaida. Kwa hivyo yule mwalimu akanambia yeye na baadhi ya walimu wenzake hawataomba tena kuomba kusimamia uchaguzi, maana ni riski kwa ajira zao. Kwa hilo ni tatizo kubwa ambalo linaendelea, hakuna anayejua majibu, wote hatuna majibu na wote tunajiuliza, lakini mwenye majibu ambaye alipaswa kuyatoa ni mkuu wa nchi. Mtakumbuka kwamba katika awamu ya 4 tulikuwa na hii katiba mbovu, tulikuwa na hii tume mbovu katika awamu ya 4, lakini tutashuhudia kwamba upinzani ulikuwa na madiwani wasiopungua 1000 nchini Tanzania, lakini kulikuwa kuna wabunge wasiopungua 70 bungeni wa upinzani tukiwa na tume hii. Kwa hiyo pamoja na ubovu wa tume, pamoja na ubovu marekebisho yanayotajwa kwenye katiba, bado kuna utashi wa kisiasa. Utashi wa kisiasa ndio unaokosekana, kuwaelekeza na kuwaonya kwamba kuna watu ukuta ni viongozi kwenye mikoa, kwenye wilaya, viongozi wa serikali, viongozi wa vyama. Wanachofanya ni kutafuta credit kwa viongozi wao wa juu, ili kwamba aonekane kwamba kwenye eneo lake yeye upinzani ameufuta wote, haupo, ili apate credit za kiuteuzi, apate credit za kuendelea kuwepo kwenye nafasi. Kwa hivyo wanatumia kila namna kwamba upinzani kuufuta usije ukaonekana kwenye macho ya watawala, macho ya wakubwa wao. Kwa hiyo kikubwa, pamoja na tume mbovu, pamoja na katiba mbovu, bado utashi wa kisiasa unakosekana. Watu wanatangaza amani, wanatangaza utulivu, lakini wakiwa wameficha mapanga. Wakiingia kwenye vikao vyao vya ndani wanaambizana kaza hapo hapo usilegeze. Lakini wakija huku mbele kwenye media wanatangaza haki, wanatangaza anayechaguliwa tangazwe, lakini wakiingia kwenye vikao vya ndani wanaambizana kaza hapo usilegeze. Ukilegeza hapo ama zako. Sasa hilo limekuwa tatizo kwa vyombo vyote. Ukienda kwenye jeshi la polisi utakuta mkuu wa jeshi la polisi Rock Area anataka na yeye apandishwe cheo. Kwa hivyo wameshaamini kwamba ukiwanyanyasa wapinzani, ukawakanyaga, ukawaumiza, wewe unapandishwa cheo. Ukitenda jambo ambalo ni baya kwa wapinzani, wakaona watawala wako wale waliokuteua, unapandishwa cheo. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa kwa nchi yetu ambayo inahitaji tu namna itokee. Watanzania wote tuwe na nguvu ya pamoja. Na hii ndio imetufanya sisi bila kujali kwamba tunatofautiana itikadi. Kila chama kina itikadi yake, lakini tunasema kwamba tuna haja ya kuwa na nguvu ya pamoja. Katika masuala ya msingi lazima tuwe na nguvu ya pamoja. Kugawanyika kwetu ndio nguvu ya Chama cha Mapinduzi. Na wao wanajitahidi kuhakikisha kwamba hatuwi na nguvu ya pamoja ili waendelee kutugaragaza na kutuumiza. Jambo jingine la kumalizia
viongozi wangu watazungumza pia. Leo tulipata nafasi ya kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mkoa wa Simiyu, ndugu Onesimo. Tumepata nafasi hiyo ya kuhudhuria kesi hiyo. Tunao wito wa kwanza ni kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo kesi imechukua muda mrefu sasa. Huyo mwenyekiti wetu wa chama cha Chadema ni mtu ambaye ana majukumu yake, ana familia, ana majukumu yake binafsi ya kimaisha. Inamfanya asifikirie kutoka nje ya eneo hata kibiashara. Inamfanya muda wote awaze juu ya kesi ambayo mwanzoni iliendelea ikafutwa, maana pengine sijui wakaidraft upya. Hatutaki kuingia huko, maana tuje tukaingia kwenye sekta zingine, kwenye idara ya mahakama kama vile unatoa maamuzi. Lakini wito wetu ni moja. Kwanza, tunaamini mahakama itatoa maamuzi sahihi. Tunatumaini hivyo. Lakini la pili wale wenye kesi ambayo ni jamhuri, basi kama ambavyo mheshimiwa hakimu alivyowaelekeza, walete ushahidi haraka, walete ushahidi uishe, hatimaye maamuzi yafikie, kuliko kupiga mention kila wakati. Napigwa mention, muda huo yule anajihesabu kuendelea kuwa mtuhumiwa, ambapo anakuwa ajui kesho yake. Hivyo inamfanya asifikirie mambo yake mengine. Kwa hiyo wito kwa jamhuri ni kwamba wafike wakati, basi ikiwa ushahidi upo waulete na uishe. Kama haupo, wainue mikono juu, waseme tumekosa ushahidi, hatimaye mahakama itoe maamuzi. Na sisi hatuna mashaka na mahakama. Sisi hatuna mashaka na mahakama. Basi baada ya maneno hayo machache, ni waachie viongozi wenzangu pia wanayo ya kuzungumza. Makamu mwenyekiti, karibu.